Dunia ina maelfu ya fedha, kutoka dola ya Kimarekani, euro ya Ulaya hadi pound ya Uingereza. Lakini je, unajua fedha gani ina thamani zaidi duniani? Fedha hii sio dola, fedha hii sio euro. Fedha hii ni dinari. Dinari ambayo ni fedha ya Kuwait. Leo tunachunguza kwa nini dinari ni pesa ambayo ni tajiri zaidi au ina thamani zaidi katika fedha, na kwa nini ina nguvu zaidi ukilinganisha na fedha zingine. Kuwait ni taifa dogo lililo kwenye Ghuba ya Uajemi. Ina sarafu yenye thamani kubwa zaidi duniani. Dinar ya Kuwait, sarafu moja ya dinar ina thamani karibu dola za Kimarekani 3.25. Hii inamaanisha ya kwamba shilingi 10,000 za Tanzania zinaweza tu kupata takriban dinari moja ya Kuwait. Nguvu ya dinari inatokana na uchumi imara unaotegemea mafuta ya petroli. Kuwait ni moja katika wazalishaji wakubwa sana wa mafuta duniani, ikimiliki zaidi ya 6% ya hifadhi ya mafuta ya dunia. Mapato haya ya mafuta yameiwezesha serikali ya Kuwait kuwa na sera thabiti za kifedha, huku thamani ya dinar ikilindwa zaidi dhidi ya mabadiliko ya uchumi wa dunia. Watu wengi hufikiria ya kwamba dola ya Kimarekani ndio fedha yenye thamani kubwa zaidi na ndio fedha ambayo ina nguvu kuliko fedha zote duniani. Lakini ukweli ni tofauti. Ingawa dola hutumika zaidi kimataifa, thamani yake ni ndogo ukilinganisha na dinar. Fedha nyingine kama euro, pound ya Uingereza zina thamani za juu, lakini bado hazifiki kwa dinar. Mimi nataka nikupe mfano. Pound ya Uingereza takriban dola 1.27, ambao ni sawasawa na euro takriban dola 1.08. Lakini pia hiyo ni sawasawa na yen ya Japani, yani thamani yake iko chini mno kwa senti chache za dola. Lakini je, Kuwait inawezaje kudumisha thamani hii ya fedha? Jibu ni uchumi thabiti. Licha ya kutegemea mafuta, serikali ya Kuwait imewekeza katika sekta nyingine kama vile huduma za kifedha, miundombinu na teknolojia. Pato la wastani la wananchi wa Kuwait ni takriban dola 30,000, ambao ni pato la mwaka, ambao ni sawa sana shilingi za Kitanzania milioni 70, moja ya viwango vya juu zaidi duniani. Hata hivyo, kuwa na fedha imara si jambo rahisi. Uchumi wa Kuwait inakabiliwa na changamoto ya utegemezi mkubwa sana wa mafuta. Kuporomoka kwa bei ya mafuta duniani kunaweza kuathiri moja kwa moja thamani ya dinari. Yaani, dinari inaweza kushuka thamani pale ambapo mafuta yatakosekana katika taifa hilo. Kuanzishwa kwa dinari ya Kuwait. Dinari ya Kuwait ilianzishwa mwaka 1960, ikichukuliwa kama sarafu ambayo iliyokuwa ikitumika kabla, ambayo ilikuwa rupii ya Kiarabu. Dinar ilianzishwa kwa kiwango cha kubadilisha cha dinari moja kwa rupii 13.33. Hii ilikuwa hatua muhimu katika kuimarisha mfumo wa kifedha wa nchi hiyo ya Kuwait. Lakini pia mabadiliko katika thamani ya fedha katika upande wa dinar imekuwa ikipanda na kushuka kulingana na hali ya kiuchumi ndani na nje ya nchi. Katika miaka 1970, wakati wa ongezeko la bei ya mafuta, dinari iliongezeka thamani, na kutokana na ukuaji wa uchumi ya Kuwait, thamani yake ilipanda kwa asilimia kubwa sana na ikitegemea mauzo ya mafuta. Lakini pia athari ya vita ya Ghuba. Vita ya Ghuba ya mwaka 1990 hadi mwaka 1991 vilikuwa na athari kubwa sana kwenye uchumi wa Kuwait na thamani ya dinar. Baada ya vita, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kurekebisha uchumi wake, ikiwa ni pamoja na kuimarisha sekta ya kifedha na kuongeza akiba yake katika fedha za kigeni. Kuwait imekuwa ikitumia sera thabiti za kifedha ili kudumisha thamani yake katika soko la kimataifa. Serikali imewekeza katika miradi mbalimbali ili kuimarisha uchumi wake, lakini pia ilikuwa ikihakikisha kwamba dinari inabaki kuwa moja katika sarafu zenye nguvu zaidi duniani. Na kiwango cha kubadilishana cha dinari dhidi ya sarafu nyingine kimekuwa kikibadilika mara kwa mara kutokana na sababu kama vile mabadiliko katika bei ya mafuta, sera za kifedha na hali za kisiasa ndani na nje ya nchi. Kwa mfano, hivi karibuni tarehe 23 mwezi wa 12 2024, kiwango cha kubadilisha kilikuwa ni dinari moja ya Kuwait kwa shilingi 7,811.5 za Kitanzania. Kwa kuzingatia mwelekeo wa sasa wa uchumi wa dunia pamoja na sera thabiti za kifedha ambazo zinatumiwa na serikali ya Kuwait, kuna matumaini ya kwamba dinari itaendelea kuwa imara katika siku zijazo. Historia ya thamani ya dinari ya Kuwait inaonyesha jinsi nchi hii inavyoweza kujenga mfumo thabiti wa kifedha licha ya changamoto nyingi ambazo zimeikabili.
So ni kitu gani ambacho unaweza ukaniambia kupitia uwanja wa comment kuhusu fedha ya dinari? Kwa upande wako ni thamani gani ambayo unaipa kulinganisha na fedha zingine kutoka nchi mbalimbali? Mimi naitwa Jitu 1TZ.